Bwana asante kwa kuwavusha watoto wako katika ulimwengu mzima na sisi tukiwemo. Asante kwa hiyo neema. Kusingekuwa na chetu 2025 usingalituleta, ila umetuleta huku kwa sababu kuna baraka zetu. Umetuleta huku kwa sababu kuna utukufu wetu. Umetuleta huku kwa sababu kuna heshima zetu. Umetuleta huku kwa sababu kuna uponyaji wetu. Umetuleta huku kwa sababu kuna wokovu wetu. Na mimi nakutukuza kwa sababu halitapungua neno. 2025 ni mwaka wa kushangazwa na Bwana. Wale mlioko mbele ukiwa unarudi kwenye kiti chako, na wale walioko nyuma na mlio kwenye balkoni kule juu, watafute watu 5, uwape mitano mizito, sio mitano tena, uwape mitano mizito ya kwamba kuna chako 2025. Ndio maana Mungu amekuvusha. Kuna kitu chako huku, ndio maana Mungu amekuvusha. Kila ulioko kwenye uwanja huu sasa, nataka nikupake mafuta kama Samueli alipoenda kwenye nyumba ya Yese akamuulizia Daudi, alionekana na hatima ya kifalme ila anachunga kondoo. Akachukua chupa ya mafuta akasema, aje hapa, hatutakaa chini mpaka atakapoingia. Na sisi hatutakaa chini mpaka utiwe mafuta, ili ukaishi kwenye hatima yako 2025. Na unapakwa mafuta ili kutengwa na kuwekwa wakfu kwa ili ya jambo lile kuweza kutimia. Niletea yale mafuta yanayoitwa 2025 ni yangu, mwaka wa kushangazwa na Bwana. Wangapi wanayo? Nyosha mkono na kama unayo.
Sasa kama hauna, utayataka kwa jirani yako. Maana sasa nataka kila mtu awekewe mafuta kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kwenye utosi wako, ili Mungu akuwekee taji ya kifalme isiyoweza kuondolewa na mtu yeyote. Eneo la pili ni Mungu akutie mafuta mikononi mwako, ili uweze kuingia 2025 ukishangazwa kwenye eneo la mali na utajiri. Na eneo la tatu ni kwenye miguu yako, ili kokote utakakoenda Mungu akakufanikishe 2025. Jambo la kwanza, utatiwa mafuta kama Daudi alivyotiwa mafuta. Kituo kinachofuata, utajikuta uko mbele ya mfalme. Utajikuta uko mbele ya mfalme. Tunaanza eneo la kwanza. Baba, vichwa vya watu hawa ninavitia mafuta rasmi kwa mara ya kwanza, ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, mwaka wetu wa kushangazwa na wewe. Ninatia mafuta haya kichwani, ili mipango yote ya mtu huyu ya mwaka huu ikavikwa uweza wa kifalme, ikatimie, ikawe na ikaumbike ndani ya mwaka huu katika jina la Yesu. Nami ninainua kichwa chake mbele ya watesi wake. Ninakiinua kichwa chake Januari, Februari, March, April, May, June, mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Popote atakaposimama, kama ni jambo la mashindano, huyu atainuka, wenzake wataanguka. Ikiwa ni jambo la kukimbizana, yeye atapaa, wenzake watakimbia. Ikiwa ni jambo la kukimbia, yeye atakimbia, wenzake watatembea. Ikiwa ni jambo la kutembea, yeye atatembea, wenzake watatambaa. Ninakiinua kichwa chake mbele ya watu wote washindanao na yeye katika jina la Yesu. Tia mafuta kwenye utosi wako. Baba, ninaitakasa mikono hii. 2025 ukawe mwaka wa kukusanya mali na wala sio kutapanya. Mwaka wa kupata na wala sio kupoteza. Mwaka wa kufanikiwa, kupata vitu vinavyodumu na vinavyosimama. Kupata mitaji, kupata biashara, kupata kazi, kupata nyumba, kupata utukufu, kupata vyeo, kupata nafasi. Mikono hii itashika vitu vya thamani. Ninaitawadha na kuipaka mafuta kwa ajili ya yeye anayenisikiliza redioni na kwa ajili ya huyu aliyoko hapa katika jina la Yesu. Tia mafuta hayo mikononi mwako. Baba, ninaitakasa miguu hii na ninaiombea yoyote atakayetiwa mafuta katika miguu yake. Ninatangaza safari zake hazitakuwa za hasara. Hakutakuwa na ajali, hakutakuwa na shida, hakutakuwa na mikosi, hakutakuwa na kukataliwa, hakutakuwa na dhiki, hakutakuwa na vifungo. Kuanzia sasa ninatia mafuta kwenye miguu hii, naye kokote atakakoenda atafanikiwa katika jina la Yesu. Tia mafuta kwenye miguu yako. Nikupe dakika moja kusema na Mungu wewe mwenyewe. Sema na Mungu wewe mwenyewe kwa dakika moja. Sema na Mungu kwa dakika moja wewe mwenyewe.
Amen. Sasa wewe ni mpakwa mafuta na umetiwa mafuta ili ukaimiliki na kuitawala 2025 nzima. Kama una mafuta haya, ukifika nyumbani yaweke kwenye miimo ya milango yako. Hapata patikana habari mbaya, bali habari ya mema na heshima mwaka mzima kwenye nyumba yako na kwa watu wako. Kama una ofisi yako, haya mafuta panapokucha kayaweke kwenye ofisi yako. Ukirudi kwenye eneo la kazi, kaweke kwenye eneo la ofisi yako. Katika ofisi hiyo Mungu atainua pembe yako, atakuheshimisha, atakuinua. Una miradi ya kilimo, miradi ya mashamba na kadhalika, utafanya vivyo hivyo, na hakika yake Bwana atakufanikisha. Hakikisha unafanya hivyo mapema ndani ya wiki hii isipite. Ndani ya wiki hii isipite. Mashuhuda ya mwaka huu 2025 ni mashuhuda ya Range Rover, VX, magorofa, kazi za maana, heshima, baraka, uzao, utukufu, neema. Sio vitu vidogo vidogo tena. Tumeshatoka kwenye shuhuda ndogo ndogo, ni shuhuda nzito zenye uzito wa kiwango cha juu katika jina la Yesu. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. Your glory is here. In Jesus' name we pray. Mabibi na mabwana, wana ufalme, karibu 2025, mwaka wa kushangazwa na Bwana. Mwaka wa kushangazwa na Bwana. Mikono juu. Mwaka wa kushangazwa na Bwana. Mikono juu. Mwaka wa kushangazwa. Wa kushangazwa. Punga mikono namna hiyo. Mwaka. 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 Mwaka wa kushangazwa. 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 Punga namna hiyo. Kweli 2024 mwaka wa mateso hautajirudia. Kweli 2024 mwaka wa shida hautajirudia. Shayaba sayakaya rakata ramanta ramakayaba sayapaya. Siapa hayatarudi tena. Hayatarudi tena. Hayatarudi tena. Hayarudi tena. Shiatia usapayapa zakayapa zakatayata ziyakatiyata yakatayato. Yage hayatarudi tena. Na alinisemesha akaniambia, mwaka huu kwa sisi tulioko hapa na wale ambao ametupatia neema ya kutuunganisha na neema hii, kwetu utakuwa ni mwaka wa kushangazwa na Bwana. Akanipa neno katika hiyo Samueli wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wake wa 11. Anasema, Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatawashwa. Hilo ndilo neno letu la kinabii la mwaka mzima. Twende 1, 2, 3.
Bwana akamwambia Samueli, angalia, ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatawasha. Hilo ndilo litakalokuwa fungu lako. Kuna jambo kubwa litakalotendwa na Bwana kwako, na kila sikio litakalosikia habari hizo, sikio hilo litawashwa. Huyo ninayemjua mimi, huyo. Kwa madaktari walioko hapa ama nje, una vipimo, kimbia hapa mbele kwa haraka kidogo. Na wengine wote ambao mko huko, huwezi kutembea, huwezi kusikia, huwezi kuona, miujiza inaenda kutokea siku ya kawaida sasa hivi hapa. Si kesho, sasa hivi hapa. Si alfajiri, sasa hivi hapa. Mkutano mzima tusimame wakiwa wanakuja mbele, wagonjwa, wenye vipimo na wale wenye maumivu kwa sasa. Kama umekuja na kiziwi, niletee hapa mbele. Kama umekuja na kipofu, haoni, niletee hapa mbele. Ana tatizo la kusikia, ana tatizo la kuona, niletee hapa mbele. Ana maumivu makali, niletee hapa mbele. Nisikilize vizuri. Kama utembei, umekuja umepooza, umekuja una matatizo ya kutokuweza kusimama, ulemavu aina yoyote, kokote uliko, ninalituma neno la Bwana sasa hivi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila asiyeweza kutembea, ninaiamrisha hiyo mifupa. Ninaiamrisha hiyo mifupa. Ninaiamrisha hiyo mifupa. Ninaiamrisha hiyo miguu. Kwa jina la Yesu, pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea afya. Pokea afya. Pokea afya. Pokea afya. Pokea afya. Pokea afya. Huwezi kutembea bila gongo, bila fimbo. Na kuamrisha kwa jina la Yesu, simama uende bila maumivu. 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 Kwa jina la Yesu. Kuna mtu mwenye vipimo hapa? Unavyo vipimo vya namna yoyote? Nyosha juu vipimo vyako ulivyo navyo. Kwa jina la Yesu, nasemesha malango ya ukimwi. Nasemesha malango ya pressure. Nasemesha malango ya kansa. Nasemesha malango ya uvimbe. Nasemesha malango ya pumu. Nasemesha malango ya mateso ya aina zote. Yesu uliponiita, uliniambia nakupa injili ya miujiza. Popote utakapokuweko kusema, nitakuweko kutenda. Ninaamrisha kila tatizo, moja, 2, 3, 3. Yeyuka, ondoka, achia damu, achia damu, achia damu, achia figo, achia figo, achia figo, achia figo, achia figo, achia damu, achia tumbo, achia kizazi, achia, 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 achia. Pepo la ukimwi, pepo la ukimwi, pepo la ukimwi, pepo la ukimwi, potea, 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 potea. Uvimbe wa kila aina, uvimbe wa kila namna, ninakuamrisha katika jina la Yesu.
Ninakuamrisha katika jina la Yesu. Ninakuamrisha katika jina la Yesu. Ninakuamrisha katika jina la Yesu. Sikia sauti ya Bwana saa hii. Mtoke huyu. Mtoke huyu. Una tatizo la kutokuona, nyosha mkono juu. Una tatizo la kutokusikia, nyosha kidole juu. Kama umekuja na kiziwi, nyosha kidole chake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya uponyaji inayofungua macho ya vipofu, inayozibua masikio ya viziwi, na iamrisha kwenye mkono wako na kidole chako. Kikiingia, upofu udondoke, kutokuona kudondoke, maumivu yadondoke, uziwi udondoke, kutokusikia kudondoke. 1, 2, 3, out! 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 Ninanena mafuta ya uzima kwenye mkono na kidole hicho. Kama ni macho, weka mkono huo kwenye macho yako. Kama ni masikio, weka kwenye masikio yako. Sikio moja ama mawili. Vimbe zinaondoka na uziwi unaondoka. Now. Now in the name of Jesus. 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 Mwenye matatizo ya nyonga, mifupa, kiuno na maumivu ya kila aina, ninaamuru mateso hayo yayuke sasa. Yapotee sasa. Yakimbie sasa. Yatoke sasa. Out! 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Miguu yako ni mizima. Masikio yako ni mazima. Damu yako ni safi. Sikusikia ukiniitikia. Katika jina la Yesu. Jikague. Wale ambao mna vyeti vya kupima kwa daktari, nenda kwenye chumba cha daktari kapime tena. Uniambie nini kimetokea. Wote wenye uzito wa juu, unataka uzito ushuke, Mungu anaweza kufanya yote, wala hazuiliwi na chochote. Ninaamrisha kilo zilizozidi ziteremke katika jina la Yesu. Ziteremke saa hii na dakika hii na muda huu katika jina la Yesu. 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 Wote mwenye uzito wa chini kupita kiasi, umejaribu kuongeza uzito, haiwezekani, ninaamrisha sasa kilo ziongezeke kwako. Sasa nguo ianze kukubana hiyo. Sasa kilo ziongezeke hizo. Sasa uzito uongezeke huo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila tasa, mwanamume au mwanamke, ninatangaza kuanzia dakika hii utasa huo umevunjika katika jina la Yesu. Bwana akupe muujiza sasa katika jina la Yesu. Bwana akupe muujiza sasa katika jina la Yesu. HIV positive ninaiamrisha iwe negative katika jina la Yesu. Kansa ninaamuru yeyuke katika jina la Yesu. Vimbe naamrisha ziondoke katika jina la Yesu.
Ndio. Baba Mungu wako anaendelea kutenda maajabu. Ndio. Mama huyu aliyesimama mahali hapa alikuja hapa akiwa amemwacha mtoto wake hospitalini kwenda kujifungua. Na akamwambia kwamba utajifungua kabla ya huu mwaka kuisha, mimi nakwenda kuhamishwa. Na ndivyo ilivyotokea. Amepigiwa simu hapa, kijana ameshajifungua na sasa ana mjukuu. Tell me something. Baba, kilo zinaendelea kupungua hapa uwanjani. Kilo zinaendelea kupungua. Kilo zinaendelea kupungua hapa uwanjani. Hapa uwanjani baba. Bila kwenda gym, bila kwenda mazoezi. Ndio dadi. Baba, dada huyu alipima jana akiwa kazini kwake, zilikuwa kilo 85. Baada ya maombi hapa ameenda Miracle Hospital pale kuangalia. Amekuta kilo 14 zimepungua. 14 baba. Zimeondoka hapa uwanjani. Pigia Yesu makofi ya shangwe, sifa na utukufu. Baba, Mungu wako anaendelea kutenda maajabu. Mama huyu anasema alipokuja alikuwa na uzito wa kilo 107. Mara baada ya maombezi amekwenda kupima, ana kilo 87. Ndio. Zimeondoka kilo ngapi? Kilo 20 zimekatika kwa mara moja mara baada ya maombi. Amepoteza kilo 20. Ndio baba. Na bado kuna mpare na mchaga wa marangu amekunja mikono. Baba Mungu wako anatenda maajabu. Tell me something. Mama huyu aliyekuja mahali hapa alikuja akiwa na uvimbe. Kwenye tumbo. Na alikuwa akikunja mguu anausikia ule uvimbe. Mara baada ya kumuombea, ule uvimbe umetoweka, umeyeyuka, ni mzima kabisa. Baba Mungu wako anatenda. Niambie mama huyu ametokea Dar es Salaam. Anasema alipatwa na maumivu kwenye ubavu wake, ikatokea kama kipele kikajichora 6. Baada ya kumwombea sasa hivi ameenda kule uwani, amejikagua, hakioni tena, amepona. Baba Mungu wako anawatoa watu kwenye mateso. Mama huyu ameteseka na kuumwa na jino pamoja na kichwa ndani ya muda wa wiki nzima, na alikuwa hawezi kula wala kuongea vizuri, lakini ulipomgusa mateso ya kichwa yameachia pamoja na jino. Baba anamtukuza Mungu wako kwa uponyaji huu. Baba Mungu wako anaendelea kuponya mahali hapa. Kijana huyu ameteseka na tumbo lake kumuuma miaka 11, na alikuwa hapati hamu ya kula kabisa, na hata akiona chakula asikii hamu ya kula, lakini ulipomgusa muda huu lile tumbo limepona na anamsikia vizuri na anasikia hamu ya kula sasa baada ya maombezi. Baba kutoka kwenye Miracle Hospital, mama huyu alipima presha yake mara ya kwanza ilikuwa 195 kwa 107. Baada ya maombi hapa amerudi tena hospitalini kupima, amekuta presha imepungua, imekuwa 185 kwa 106. Baba kutoka Miracle Hospital, mama huyu alikuja akiwa anasumbuliwa na sukari ya miaka 7 ambayo mara zote ilikuwa inakuwa 20. Lakini baada ya maombi hapa amerudi pale kwenye Miracle Hospital, amefanya vipimo tena, sukari kutoka 20 imefika 5. Ndio. Kutoka kwenye mateso na kuingizwa kwenye afya njema. Niambie. Dada huyu alikuja na mateso ya vidonda vya tumbo na ishara ya tumbo lake kujaa gesi na mateso ya maumivu makali tumboni. Baada ya kumgusa tu tumbo likapungua muda ule na tumbo lake aliwaki tena moto. Anamtukuza Mungu wako, amemponya vidonda vya tumbo. Baba, maumivu ya moyo ya muda wa mwaka 1.5 yamekomeshwa hapa viwanjani. Baba huyu umemwombea hapo nyuma, sasa hivi anasema alikuwa anasikia maumivu, moyo unaenda mbio, lakini unavyodunda hivyo kifua kinamuuma kwa muda wa mwaka 1.5, lakini baada ya kumwombea amepona, ni mzima kabisa. Wapendwa wa Mungu, nashukuru Mungu kwa jinsi alivyonitendea wema. Sasa hivi najisikia kwamba mtumishi alipopita huko alinikuta, akanishika, akanikuza hapa, nikajisikia hali njema kabisa katika uje moyo wangu. Kwa hiyo sasa hivi najisikia vizuri kabisa. Mungu apewe sifa kabisa Mungu.
Baba, Mungu wako anafanya ishara na ajabu mahali hapa. Ndio. Dada huyu alikuja na mateso ya nyonga ndani ya miezi sita. Miezi sita baba. Nyonga ilikuwa inamsumbua. Nyonga ilikuwa inamtesa baba. Nini kikatokea? Baada ya kutamka nyonga ziachie, ndio, ghafla nyonga za mama huyu zimeachia na anamtukuza Mungu wako baba. Baba, Mungu wako anatenda miujiza sana mahali hapa. Ndio. Mama huyu tokea mwaka 2001 alikuwa hasikii kabisa. Lakini leo baada tu ya kumwombea hujamgusa kwa kutamka kwamba ambaye asikie. Mama huyu sikio lake limefunguka na sasa anamtukuza Mungu wako. Ufalme wako uje. Naitwa Happy Mesiu. Mimi nilikuwa na tatizo la kutokusikia sikio moja kuanzia mwaka 2001 hadi sasa nilipokuja hapa kwenye mkesha, mtumishi alivyotuombea nikasikia sikio langu limefunguka. Hapa kuna ishara na miujiza inaendelea kutendeka. Dada huyu kwa muda mrefu alikuwa honi. Alipokuja hapa alikuwa ameshikiliwa na ndugu yake. Baada ya kumwombea sasa hivi anaona anatembea yeye mwenyewe bila kushikiliwa na mtu yeyote. Alikuwa honi kabla. Ndio. Nashukuru Mungu. Ulikuwa na shida gani mama? Mimi toka nimekuja nilikuwa sioni mpaka huku mbele nilikuwa sioni vizuri. Hata nikituja kutoa sadaka nimemwombea dadangu naomba nishikilie. Anakushikilia ulikuja ukiwa huoni? Amenishikilia nikiwa sioni lakini sasa hivi naona mpaka kule. Naona mpaka wale watu wamekaa kule. Macho yamefunguka. Naweza kuwaona. Na tatizo leo limekusumbua kwa muda gani? Nakuona mpaka wewe nakuona. Na mimi pia unaniona. Nakuona. Makofi ya Yesu yameenda wapi? Tena na tena na tena na tena. Baba, hii ni kutoka Miracle Hospital. Ndio. Sasa hivi dada huyu alienda kupima pale. Ndio. Alikuja akiwa ametoka na vipimo vyake nyumbani. Ndio. Akiwa na kilo 97. Ndio. Ulipoomba kwamba kilo zipungue. Ndio. Ameenda kwenye Miracle Hospital kupima. Kilo 10 zimeondoka. Sasa hivi zimebaki 87 baba. Kwa jina naitwa Elizabeth kutoka Lweru. Nilipima nikakuta na uzito wa kilo 97. Sasa hivi nimepunguza kilo 10 na 86. Lakini ulipomgusa tu na kumwombea macho yake yamefunguka na maumivu hayasikii tena baba. Anamtukuza Mungu wako. Makofi ya Yesu yameenda wapi? Kwa jina naitwa Happiness Matayo. Nilikuwa nasumbuliwa na macho. Kwa kila wakati nilikuwa machozi yanatoka kila nilikuwa msichana. Nilikuwa nikiomba au nikiwa nikoni hivi nakuta macho yanatoa mapovu. Lakini namshukuru Mungu tukao nimekuja mahali hapa, macho sasa hivi yatoe machozi na nimepona. Asante Bwana Yesu. Shangwe kwa Bwana Yesu. Hatujavuka kwa uwezo wetu. Kuna watu wanaomba kuliko sisi. Kuna watu wanafunga kuliko sisi. Kuna watu wana mali na wana pesa sana ila wakubahatika kuvuka. Hebu tuingie dakika 5 za shukrani za kusema Bwana asante kwa kutuvusha. Bwana asante kwa kutuvusha. Say asante kwa zawadi ya uhai na afya. Mimi nashukuru kwa zawadi ya uhai na afya njema. Kweli asante zawadi ya uhai na afya. Mimi nashukuru zawadi ya uhai. Lift your voice. Afya. Asante zawadi ya. You can lift your hands up. Afya njema. Yesu nashukuru afya njema. Yale umetenda kwangu ninakushukuru Bwana kwa zawadi. Yeah.
25 nimeiona na shukuru kwa yeah. Mimi na shukuru. Pasia Bwana sauti yako yeah. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Babani. Umefanya hili, umefanya lile, yes, umenipa Baba. Niwasikie kushu sei baraka wema wako hauzoe. Wewe umefanya umenipa Baba, umefanya hili na lile Bwana, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, umefanya hili na lile, umefanya hili, umefanya lile, achilia maneno ya shukrani, achilia maneno ya shukrani. Baba, Baba, achilia tu maneno ya shukrani, achilia tu maneno. Shangilia kwa vigelegele. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Everybody, what? Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Wote namna hii, wote namna hii, wote namna hii. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Hizi ni shangwe za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Kwani mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Nini mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Kwani mmepigana vita gani? Amepigana Bwana, sio sisi. Aye, 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 aye. Bwana ametupigania, Bwana ametupigania, ametupa kushinda, ametupa kushinda. Nani katupambania? Bwana ametupambania. Amewapa kufanya nini?
Nisingevuka bila wewe. Nisingevuka bila wewe. Mikono yote namna hii. Nisingevuka bila wewe. Umefanyika daraja langu. Umefanyika daraja langu. Umefanyika daraja langu. Umefanyika daraja. Wewe umefanyika daraja langu. Umefanyika daraja. Wewe hapo. Umefanyika daraja. Wewe umefanyika daraja. Umefanyika daraja. Mikono juu kabisa. Umefanyika daraja. Nisingamishwa bila wewe. 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 Nisingamishwa bila wewe Bwana. Nisingamishwa bila wewe. Wewe umefanyika daraja langu. Umefanyika daraja. Kuingia 25. Umefanyika daraja. Ameniona, ameniona, ameniona. Ameniona, Ameniona, yeah. ameniona, 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 ameniona. ameniona, Huyu Yesu. ameniona, Ameniona. Jehova ananipa kushinda tena. Jehova kupigana upande wangu, kanipa nguvu ya kuenenda ila Jehova hatujamalizana ba. Jehova ananipa kushinda tena. Jehova kupigana upande wangu, ananipa nguvu ya kuenenda. Ananipa kushinda tena. Anatupa nguvu ya kuendelea upya. Ni yeye peke yake. Jehova anatupa nguvu ya kuendelea. Nguvu ya kuenenda. Hata sasa ni Jehova. Moja, mbili, tatu, twende. Twende wote na mimi. Vigelegele kwa Yesu. Twende. Moja, mbili, tatu, twende. Vigelegele kwa Yesu. Jehova wangu, mwamba imara. Ya wapi makofi ya Bwana Yesu tena na tena na tena. Nisikie kelele za shangwe tena. Tanak Television, taking the gospel to every nation and all creation. Dear viewers all over the world, where are you watching us from? And where are you receiving the anointing of signs and wonders from? Kindly let us know through the number on the screen. Tanak TV,